Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Kuna kisa kimoja kilitokea cha mjadala baina ya mwanachuoni mmoja wa Kiwahabi, baadhi yao wanasema ni Ibn Baz, na baina ya mwanachuoni mmoja wa Ahlus Sunnah wal Jamaa wa kitariqa Sheikh Abdullah Ash-Shinqiti. Kisa hicho ni kisa kizuri taban na kina mazingatio. Amekitaja samahatu Sheikh Hassan bin Ali Saqaf katika kitabu chake Qamusu Shataim al-Albani. Ni kisa kifupi tu, lakini kisa kizuri sana. Nafikiri itakuwa ni vizuri sana ni kinukulu. Katika ukurasa wa 201 kinukulu maneno ya Imam al-Hafidh Ahmad bin Siddiq al-Ghumari, anasema dahdhu arai al-qarniyin fi sifati Allah ta'ala, kuzibomoa rai za watu wafuasi wa pembe ya shetani, yani Muhammad bin Abdul Wahhab, katika sifa za Mwenyezi Mungu. Lamma dakhala al-qarniyuna ila al-Hijaz, wakati walipoingia wafuasi wa pembe ya shetani Muhammad bin Abdul Wahhab Hijaz ni Makkah na Madina, wasaru yaqtuluna al-muslimin, na wakawa na wao Waislam, bidawa annahu mushrikun, kwa madai ya kwamba wao ni washirikina, kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyoeleza na kulitolea habari hilo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya kwamba hawa watu watakuwa yaqtuluna ahla al-iman, watakuwa na watu wa iman wa Islam, wayadauna ahla al-awthan, na watakuwa wanawaacha waabudia masanamu. Faqatalu alama minan nas, wakaua ulimwengu wa watu. Wadhabahu Sheikh Abdullah Zawawi, wakamua Sheikh Abdullah Zawawi, Sheikh Shafi'ia, Sheikh wa Mashafi wakati huo, kama tudhbahu shatu, kama anavyochinjwa mbuzi. Subhanallah. Wasinuhu, na miaka yake wakati huo alipomchinja, fuqa 90, ni zaidi miaka 90. Wakadhalika suhrahu, vivyo hivyo alimchinja mko wake, wa huwa fi hadhihi sinni aidan, aliyekuwa naye pia yupo katika miaka hiyo hiyo. Saru, baada ya hapo wakawa yad'una baqiyat al-ulamai, wakiwaita baki ya wanachuoni, ila al-munadharati, kufanya nao mjadala, fi tauhidi, katika mambo ya tauhidi, wa asma'illahi, na majina ya Mwenyezi Mungu, wa sifati, na sifa zake. Faman ajabahum, yule ambaye kwamba atakayewajibu, atakayewaitikia akawa nao, aqarruhu, watamthibitisha, watamwacha atulie. Manaharadhahum, na mwenye kuwapinga, qataluhu, humuua, au akharajuhu min al-Hijaz, au humtoa kutoka katika mji wa Hijaz, yani Makkah na Madina. Subhanallah. Hapa pia utajiuliza, ikiwa nyinyi ni walinganizi wa dini kweli, mbona katika dini hii slogan ya kulazimishana haipo? Ikiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe mwenye dini yake anasema la ikraha fi din, mtu kuingia katika Uislamu halazimishwi. Nyinyi slogan ya kuwalazimisha watu na kuwaua na kuwashikia silaha na mapanga waingie katika madhehebu yenu, mmeipata wapi? Naam. Wa min jumlati man nadharuhu, na katika jumla ya wale ambao kwamba waliofanya nao mjadala, Abdullah Ash-Shinqiti, ni Sheikh Abdullah Ash-Shinqiti, ahadul ulama al-mashhurin, mmoja katika wanazuoni mashuhuri, bihifdhi sirati nabawiyya, kuhifadhi sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Abdullah Ash-Shinqiti ni katika wanazuoni ambao kwamba ni mashuhuri sana katika kuhifadhi sira na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa kana al-mutasaddi limunadharatihi, na alikuwa ambaye kwamba aliojitokeza kujadiliana na Sheikh Abdullah Ash-Shinqiti kwa upande wa Mawahabi, ahadu kibari shayatinihim, ni mmoja katika wakubwa wa mashaitani wao. Baadhi ya ulama wasema mkubwa wa mashaitani wakati huo alikuwa ni Sheikh Ibn Baz, wa huwa amal basar, na alikuwa ni kipofu wa macho. Ibn Baz alikuwa ni kipofu kalbasira, kama alivyokuwa pia ni kipofu wa moyo. Fakanat munadharatuhu, ukawa mjadala wake, taduru, unazunguka, haula ma warada fil Qur'ani, katika yale yaliyopokewa katika Qur'ani wa sunna na sunna, minas sifati, katika sifa za Mwenyezi Mungu, annaha, na kwamba haya yaliyokuja katika Qur'an na sunna, haqa'iq, ni sifa za uhakika, la majaza fi, hakuna majazi ndani yake. Sababu kina Ibn Baz na mashekhe zake kina Ibn Taymiyyah wasema hakuna majazi katika Qur'ani.
Wa ankara al-ama, na huyo pofu akapinga wujuda al-majazi, kuweko kwa majazi, fil Qur'ani, katika Qur'ani, bal fil lughati, bali katika lugha pia akasema hakuna majazi. Na taban rai zao katika masala haya majazi zimegongana kweli kweli, wamejigonga kweli kweli katika masala haya majazi. Taban lima qarrarahu Ibn Taymiyyah, kwa kufuata yale aliyoeleza Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim fi dhalika, katika hilo. Waqala ash-Shinqiti lil-a'ma, akasema al-Imam al-Sheikh Abdullah al-Shinqiti kwa huyo pofu huyo wa Kiwahabi, idha kana al-amru, pindi likiwa jambo, kama taqulu, ni kama unavyosema, la majaza fil Qur'ani, ya kwamba hakuna majazi katika Qur'ani, basi tufaradhie hivyo, tukubaliane ya kwamba hakuna majazi katika Qur'ani. Lakini sikia hii, fa inna Allah ta'ala yaqul, hakika Mwenyezi Mungu yasema katika al-Qur'an, wa man kana fi hadhihi a'ma, na mwenye kuwa katika hii dunia ni kipofu, fahuwa fil akhirati a'ma, basi naye pia atakuwa akhira ni kipofu, wa adhallu sabila, na atakuwa pia ni mpotovu wa njia. Kwa maana hiyo, ikiwa katika al-Qur'anul Karim hakuna majazi, kwa maana hiyo vipofu wote wa duniani akhira pia watakuwa ni vipofu. Kwa hivyo katika hao mapofu wa akhira pia wewe utakuwa Sheikh Ibn Baz, kwa sababu ni pofu. Fahal taqulu, je wewe unasema ewe pofu Ibn Baz, inna kulla ama, hakika kila kipofu, inna kulla ama albasar, hakika kila kipofu wa macho, yakunu fil akhirati ama, atakuwa akhira ni kipofu, wa adhallu sabilan, atakuwa ni mpotovu wa njia. Hapo sasa kamshika pabaya, wanasema kisu kimegusa kwenye mfupa. Fasaha, jamaa wazimu ukampanda pofu Ibn Baz, akapiga kelele. Wa amara bi ikhrajihi, akaamrisha atolewe katika Hijaz Sheikh Abdullah. Wa talaba min Ibn Saud, akataka kwa Ibn Saud, nafiyahu, kumhamisha, wa nufia, na akahamishwa, ila Misri, akapeleka uhamishoni Misri. Wa ata ilaiha, akaja Misri. Wa ana biha, aliyekuwa mimi niko Misri, yani Sheikh Ahmad bin Siddiq al-Qumari al-Hafidh. Wa la'allahu biha kanat wafatu, na huenda alikufa huko huko. Hiki ni kisa ambacho kwamba kina mazingatio sana, hasa kwa mashekhe ambao kwamba wanafanya mijadala kuhusiana na masala haya majazi. Muulize tu, ikiwa vipofu Qur'an yasema man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhullu sabila, na yeye mwasema kwamba hakuna majazi katika Qur'ani, kwa maana hiyo mashekhe wenu kina Ibn Baz, si kina nani yule ali shekhe, kuvu nao wote watakuwa vipofu akhera, kama hawajapandwa na wazimu kama walivyopandwa na wazimu, kama pressure hazijapanda kama Sheikh Ibn Baz alivyopandwa na pressure. Hadha, wassalamu alaykum.